Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza vichwa vyenyewe. Kusini Kivu, mashariki mwa DRC, nyumba kadhaa zilichoma moto Lumbishi tarafani Kalehe na kusababisha vifo vya raia wengi. AFC M23 inasema jeshi la Kongo na wazalendo ndio walihusika na shambulio hilo. Tukibaki mashariki mwa DRC, kanali wa wazalendo Salomo Hategeka anayefanya kazi Masisi ameacha msituni na kujiunga na ARC, jeshi la AFC M23. Anasema amejiunga na kikundi hiki kwa sababu kimepangwa vizuri zaidi na kina mafunzo mazuri ili kusaidia kulinda wananchi. Hujambo. Nyumba kadhaa zilichomwa moto Jumapili tarehe 28 Juni mwaka huu katika eneo la Lumbishi, wilaya ya Kalehe, mkoa wa Kivu Kusini. AFC M23 anasema jeshi la Kongo na washirika wao wazalendo ndio waliofanya shambulio hilo ambalo limesababisha vifo na majeruhi kadhaa kwa raia. Makumi ya nyumba yalichomwa moto Jumapili tarehe 28 Juni katika eneo la Lumbishi katika wilaya ya Kalehe, mkoa wa Kivu Kusini. Muungano wa AFC M23 unashutumu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wao wazalendo kuwa ndio waliofanya mashambulizi haya ambayo pia yameua raia kadhaa. Katika ujumbe uliowekwa kwenye mtandao wa kijamii, msemaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka alisema kuwa Jumapili hii tarehe 28 Juni mwaka 2026 majira ya saa 7 mchana, vikosi vya serikali ya Kinshasa vilichoma manyumba za raia Lumbishi baada ya kufanya uporaji. Aliongeza kuwa familia nzima zilikufa ndani ya moto katika shambulizi hili la kikatili sana, lakini hakutoa idadi kamili ya waathirika. AFC M23 inasema kuwa mashambulizi haya ililenga moja kwa moja raia. AFC M23 inaendelea kusisitiza azma yake kulinda raia na inatoa wito kwa watu wa Kongo, jamii ya kimataifa na wapatanishi wa amani kuona uhalifu huu wa vita na dhidi ya ubinadamu, alisema Lawrence Kanyuka. Hadi sasa serikali ya Kongo haijatoa mkoa rasmi kuhusu tuhuma hizi. Mapigano yameendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini kwa takribani mwezi mmoja sasa, licha ya juhudi za diplomasia za kutafuta suluhisho la amani katika mashariki ya DRC. Kanali wa wapiganaji wazalendo akijulikana kwa jina la Salomo Hategeka anayefanya kazi katika wilaya ya Masisi ameacha mapigano msituni na kujiunga na jeshi la mapinduzi la Kongo ARC la AFC M23. Anasema amejiunga na kikundi hiki kwa sababu anaona kimepangwa vizuri na kina mafunzo mazuri ili kusaidia kulinda raia na mali zake. Jambo wa ndugu. Kwa majina ninaitwa Salomo Samuel Hategeka. Kazaliwa yangu ni grupema Muvunyi Matano. Nilikuwa koloneli kwa Generali Kagiri kule chini Wibo karibu na Rupeti. Sasa nilijiripoti ndani de 23 ani dimanche. Mie maisha ya kuishi mshamba ilishanishinda. Ndio maana nilijiripoti kukuya kutumika pamoja na wenzangu. Bunge la mkoa wa Haut-Katanga limeonya kuhusu msongamano mkubwa katika gereza kuu la Boma. Wabunge wanasema kuna wafungwa zaidi ya 400 wakati gereza lina uwezo wa 50 tu huku Kipushi na hali ya gereza ni mbaya. Wanataka serikali ya mkoa ichukue hatua haraka kuboresha hali hiyo. Estime que la situation carcérale à la prison centrale de Boma demeure préoccupante et nécessite des mesures urgentes de la part des autorités. La Commission note avec regret la surpopulation carcérale excessive dans cette prison. Un local initialement prévu pour recevoir 50 détenus en accueille aujourd'hui 433. Ce qui ne garantit pas pleinement le respect de la dignité
humaine. La Commission déplore également la lenteur avec laquelle les dossiers sont traités, l'insuffisance des moyens matériels, logistiques et humains, ainsi que les conditions générales de détention. 8. Recommandations. Au regard des constats si haut relevés, votre commission recommande 1. Aux autorités judiciaires et pénitentiaires de Kipushi d'accélérer le traitement des dossiers des personnes en détention préventive prolongée, de veiller au strict respect des délais légaux de détention conformément aux lois de la République, de renforcer le suivi administratif et judiciaire des dossiers des détenus afin d'éviter les cas de détention sans jugement, de solliciter auprès de leur hiérarchie le renforcement des effectifs des magistrats, des greffiers et des policiers de garde. Waziri wa mkoa wa elimu na usafiri wa huko Tanga, George Babunyi, ametangaza hatua kali dhidi ya madereva wanaosababisha foleni kwenye kituo cha ushuru cha Kimbembe. À son arrivée au poste de péage de Kimbembe, le ministre provincial de transport, George Babunyi, a trouvé un trafic complètement paralysé. Les véhicules franchissaient difficilement le péage. Mais en moins de 5 minutes, la circulation est redevenue normale grâce aux mesures prises sur place. Mais je vais l'aider à respecter le code de la route. Il retourne juste là-bas et puis il entre par là. C'est tout ce que je lui demande. Face à cette situation, le ministre a instruit le service de sécurité de faire respecter strictement la loi. Il a rappelé que nul, quel que soit son rang, n'est au-dessus de la loi et que tous les usagers doivent respecter le code de la route ainsi que s'acquitter des frais de péage dans l'ordre. Le patron de transport dans le Haut-Katanga a également privilégié la pédagogie en sensibilisant les automobilistes et motocyclistes au respect strict des voies d'accès au péage afin d'éviter les embouteillages. Au cours de cette visite, des expatriés et plusieurs autres usagers qui tentaient de franchir le péage sans payer ou en empruntant une deuxième file ont été interceptés par le ministre et contraints de régulariser leur situation avant de rejoindre la file normale. Georges Babunyi a annoncé que des mesures plus fermes seront prises dans les prochains jours pour mettre définitivement fin aux embouteillages provoqués par certains transporteurs et conducteurs des véhicules privés. Les mesures drastiques seront prises, elles ont toujours été prises. Ce qui nous motive également ici, pour la dernière fois, vous l'avez dit, c'est que nous avons opté pour une politique de proximité pour nous rapprocher de toutes les réalités sur le terrain. Parce qu'en effet, rester au bureau ne renseigne pas les réalités sur le terrain. Voilà pourquoi nous devons être chaque fois sur le terrain pour répondre aux desiderata de notre peuple. Nous sommes ici parce que justement nous avons été appelés pour dire qu'ici il y avait un embouteillage criant. Nous sommes là et nous avons tenté de réguler cette situation pour justement permettre aux usagers de la route pour que le transport, le trafic redevienne à la normale. Les conducteurs inciviques, qu'ils soient privés ou de transport en commun interurbain, s'exposeront désormais à des lourdes amendes. Il a toutefois rassuré les usagers que le gouvernement provincial mettra prochainement en place de nouveaux mécanismes pour accélérer la perception des frais de péage et garantir une circulation fluide. Gavana Fifi Masuka Saini amekabidhi mwishoni mwa wiki magari matatu ya aina ya pickup kwa vikosi vya usalama ili kuimarisha ulinzi wa barabara ya kitaifa namba 39 Kolwezi Mutaka. Pia aliomba polisi na FRDC washirikiane vizuri ili kulinda njia hiyo muhimu kwa uchumi wa mkoa wa Lualaba. Tulikuwa mu conseil de sécurité na banduku bakuzambi. Na plainte munene ilikuya ni ba chauffeur ya makamion ya makuivre ingeko natoka ku Lualaba iko nenda ku Kasumbalesa iko na subir
bwizi bwa kila namuna, beko naua ba chauffeur. Balitupatia ordre ya kuweka sécurité muile njia, kukuye kimya na masosiete miniere iuzishe makuivre au bitu mbalimbali binye bango bana produire. Tunaweza kumiekea kitumaini ya kusema mtabamba wale ba mwizi kidogo yenyewe naonekana banitafutie kole charwa ile magari iko pale puke mutumike pamoya, muko batoto bababa moya pa kila kamioneti, mukwe batu bale boko na mapendo, muko naoneshana njo mutabamba ba mwizi. Mambo ya kushangaza ndani ya jimbo la Kasai. Meya wa Chikapa Maitre Faustin Lumbwalubu amechana hadharani nakala ya katiba ya DRC. Alisema kundi lake linapinga katiba ya sasa, akidai haikutoka ndani ya nchi. Kitendo chake kilishangaliwa na wafuasi wa chama tawala waliokuwepo hapo. Na kituo cha mafunzo cha Kasangulu kimehitimisha mafunzo ya polisi ambao ni 720 wapya. Hili ni kundi la kwanza katika mabadiliko ya polisi ya taifa ya Kongo. Maofisa hawa wapya wataanza kazi hivi karibuni kuhudumia taifa. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hiyo toka Kasangulu. Tunakomesha habari za leo chini DRC, na kufuata mwanzo wa dimisha. Tukutane kesho kwa habari zingine.